Kama unafuatilia mambo ya geopolitics, bila shaka utakuwa umekutana na ripoti ambayo inahusu Rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin, ambaye alitembelea Minsk kwa ajili ya mkutano wa kilele wa Umoja wa Mataifa, yale ambayo ni yenye uchumi mkubwa ukanda wa Eurasia, na alitembelea tarehe 26 mpaka 27, ambapo pamoja na mambo mengine alihudhuria vikao ambavyo vinahusiana na masuala ya majadiliano rasmi juu ya kumaliza changamoto mbalimbali ambazo zimekuwa zikitokeza kwenye maeneo mbalimbali hasa katika ukanda wa Eurasia. Tarehe 26 alipofika hapo Minsk, ikiwa ni ziara yake ya kwanza, lakini ziara ya siku mbili ambayo ilikuwa inalenga hasa kwenye ule mkutano wa kilele wa EAEU pamoja na jukwaa la kiuchumi la Eurasia linalofahamika kama Eurasia Economic Forum. Alikaribishwa na Rais wa Belarus Bwana Alexander Lukashenko kwenye kituo cha maonyesho cha pale Belexpo, na alikutana hapo na viongozi mbalimbali ambao wanatoka katika mataifa mengine yanayounga huo muungano wa EAEU. Na tarehe 27 akahudhuria kikao rasmi cha wale waliopo katika mkutano huo kwenye ukumbi wa Uhuru ambao unafahamika kama Palace of Independence, ambapo viongozi walijadili masuala mbalimbali, hasa masuala ya maendeleo ya kiuchumi, ushirikiano wa kikanda pamoja na mambo mengine. Kwa hiyo kimsingi ni kwamba ziara ya Bwana Vladimir Putin ililenga kujadili mikakati ya maendeleo ya pamoja ndani ya EAEU, mikakati mipya ya kiuchumi pamoja na kuidhinisha lakini pia kuimarisha mshikamano wa kikanda kupitia majadiliano mazito ya viongozi wa nchi nyingine za umoja huo. Sasa kwenye mazungumzo hayo Bwana Vladimir Putin alizungumza pia na vyombo vya habari, ambapo aliruhusu yale maswali ya papo kwa papo na waandishi wa habari ambao walikuwa wanajadiliana kuhusiana na hicho ambacho kilifanyika kwenye huo mkutano, na hakuacha kugusia juu ya yale ambayo yanaendelea kwenye hiyo EAEU, lakini pia aligusia kile ambacho kinaendelea pale Iran pamoja na huko nchini Ukraine, kwa maana ya mgogoro ambao umedumu kwa sasa kwa zaidi ya miaka mitatu. Waliopata nafasi ya kuuliza maswali wapo wengi waandishi wa habari, lakini tutatazama tu maswali mawili matatu ambayo yaliulizwa na Bwana Vladimir Putin alijibu, ambapo mmoja kati ya wale ambao waliuliza swali ni Anton Aveliansky, ambaye yeye alisema, Mheshimiwa Rais, tafadhali unaweza kufupisha matokeo ya kikao ambacho umejadili? Nini ambacho kimejadili kwa faraga hasa katika mkutano wa muundo huu wa watu wachache kati yenu pamoja na viongozi wa EAEU, na kulikuwa na mikutano ya ana kwa ana labda ambayo bado hatujasikia, na neno vikwazo tumeona likitajwa mara kwa mara katika mijadala, na vikwazo vinaathiri kwa kiwango gani shughuli za umoja wa kiuchumi wa Eurasia? Ilikuwa ni moja kati ya swali zuri sana, na liamini swali la mtego sana hili. Putin akasema, kuhusu mikutano ya ana kwa ana nimekamilisha hivi karibuni, na nimefanya kikao kazi ambacho hakikuwa na vyombo vya habari na rais wa Uzbekistan anayefahamika kama Shavkat Mirziyoyev. Tulijadili masuala yetu ya sasa, matarajio ya siku za usoni, na tumelinganisha mitazamo yetu kuhusu uwezekano wa miradi mikubwa ya pamoja ya uwekezaji. Kwa mtazamo wangu na kwa mujibu wa tathmini ya Rais Mirziyoyev, pia miradi hiyo inawezekana kikamilifu, na tulilenga zaidi sekta ya nishati, ikijumuisha uwezekano wa ushirikiano katika nishati ya nyuklia, miradi ya miundombinu pamoja na sekta nyingine. Kwa kifupi, kuna mipango mikubwa ambayo serikali zetu zinajadili na sasa tunaweza tukaanza utekelezaji wake. Yani unamsikia hapa Rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin anazungumza namna gani ambavyo Uzbekistan na wenyewe wanaweza wakamiliki silaha za nyuklia. Sasa wale ambao mmekuwa mkifuatilia sana kile ambacho nimekuwa nikizungumza mara nyingi sana, nazungumza na leo narudia tena kwamba hapa duniani ili uweze kuheshimika ni lazima umiliki silaha za nyuklia. Yani hiyo ndio funga kazi. Yani hata uwe na watu wengi kama ilivyokuwa India, kama ilivyokuwa China, lakini kama uwezi kumiliki silaha za nyuklia, unaweza ukatishwa na taifa ambalo lina watu milioni 30 tu, milioni 60, milioni 6, na wakakutisha vibaya mno. Hauna jambo lolote ambalo unaweza ukalifanya. Na moja kati ya swali jingine ambalo liliulizwa Bwana Vladimir Putin, ambalo aliulizwa akasema, nina swali kuhusu mada tofauti. Umetaja awali kuwa swala la Ukraine limejadiliwa katika mawasiliano hivi karibuni ya pande mbili. Je, mchakato wa kutafuta suluhu kuhusu Ukraine unaendelea vipi? Na hasa ni lini duru ya tatu ya mazungumzo kati ya Urusi pamoja na Ukraine itafanyika? Duru mbili tayari zimefanyika mjini Istanbul. Tunajua kuwa pande zote mbili zimebadilishana rasimu ya makubaliano kuhusu suluhu. Unaionaje rasimu ya makubaliano ya Kiev? Je,
kumekuwa na mwitikio wowote kutoka Kiev kuhusu rasimu hii kwa Urusi? Bwana Vladimir Putin akajibu, na hapa naomba msikilize vizuri. Anasema kuhusu rasimu hizo za makubaliano, kama ilivyotarajiwa, hakukuwa na mshangao wowote, na sitawaambia jambo lolote la kushangaza pia. Rasimu hizo ni tofauti kabisa, ziko upande wa pili kabisa wa kila mmoja. Lakini hii ndio sababu kubwa ya uwepo wa mazungumzo. Moja, kutafuta njia kuleta msimamo wa pande mbili. Lakini ukweli kuwa nyaraka hizi ni tofauti sana huwa haishangazi hata kidogo. Sitaki kuingia kwenye maelezo kwa sasa, kwa kuwa naamini kufanya hivyo kutakuwa si sahihi, hata kunaweza kuwa na madhara katika mazungumzo yajayo. Kuhusu yale ambayo yamepatikana hadi sasa kufuatia mazungumzo hayo, nafikiri mnaweza kuyaona wenyewe. Leo ikiwa sikosei, kumefanyika ubadilishanaji mwingine, au ilikuwa jana? Leo sivyo? Yes, leo. Na hili ni jambo muhimu. Kipengele cha kibinadamu kina uzito mkubwa kwa sababu kama wanavyosema wanadiplomasia, kinaunda mazingira ya mijadala ya dhati kuhusu masuala ya msingi. Tumekubaliana kwamba baada ya kukamilika kwa ubadilishanaji huu na operation ya kibinadamu tulioipendekeza, hasa uhamasishaji lakini pia uchukuaji wa miili ya wanajeshi waliofariki, tutaendelea na mawasiliano zaidi. Tayari tumeshakabidhi miili zaidi ya 6,000 ya wanajeshi wa Ukraine waliopoteza maisha, na tupo tayari kukabidhi miili mingine 3,000. Lakini sasa ni juu ya upande wa Ukraine kukubali kupokea mabaki ya wanajeshi wao waliofariki. Tumekubaliana kwamba baada ya awamu hii kukamilika, tutafanya duru ya 3 ya mazungumzo. Kwa ujumla tuko tayari kwa hilo. Mahali na muda mkutano huo utakapofanyika, hili ni jambo ambalo tutawaletea. Natarajia Rais wa Uturuki Recep Erdogan ataendelea kuunga mkono mchakato huu kama alivyofanya awali. Tunamshukuru sana kwa hilo na tuko tayari kufanikisha mkutano huo ambao unaweza kufanyika pale mjini Istanbul. Kuhusu masuala ya au muda mahususi wa timu za majadiliano kutoka pande mbili ambao unaendelea kuwa na mawasiliano moja kwa moja na ya mara kwa mara kwa njia ya simu, ambaye kwa mtazamo wangu ni ishara nzuri, wanajadili tarehe ya mkutano ujao. Agenda, kwa maoni yangu, mjadala unapaswa kujikita kwenye rasimu za makubaliano kutoka pande zote mbili. Aliuliza hivyo, na nafikiri nimemwelewa vizuri sana kwamba ni kama vile unaona watu wako mahakamani, kwamba tuwezi tukaingilia issue yote ambayo iko mahakamani. Ndio kitu ambacho anazungumza bwana Vladimir Putin. Ndio siku zote anazungumza, anasema anatumia akili nyingi sana kwenye kujibu watu, ila mnaweza mkapata picha. Watu, wanajeshi zaidi ya 9,000 wameuawa, na hao ndio ambao wanapata bahati ya kurudishwa pale nchini Ukraine, waende wakazikwe huko, watu watambue DNA, na mwisho wa siku warejeshwe kwenye familia zao. Rais wa Ukraine bwana Volodymyr Zelensky aligoma kuwapokea hawa, na sababu za kugoma nafikiri wengi mnazijua, niliwaeleza kwamba Zelensky anagoma kwa sababu wakati wapiganaji hawa wanapokwenda kwenye eneo la mapigano, waliambiwa kwamba wale ndugu wa watoto ambao wamekwenda kwenye eneo la mapambano, watakachokuwa wananufaika zaidi nacho ni kwamba watapewa fidia, lakini pia wanakuwa wanapewa mkwanja kwa sababu ya wale wameenda kujitolea kwa sababu ya taifa la Ukraine. Lakini baada ya kugundua kwamba waliokufa ni wengi zaidi, Rais wa Ukraine bwana Volodymyr Zelensky amegundua hawana fedha ambazo wanaweza wakazilipa kwa wale ndugu pamoja na jamaa na marafiki. Sasa hivi wamekuwa wakikataa kuwapokea au kukubali kuwarejesha au kurejesha miili ya wale ambao wamefariki. Lakini mwingine ambaye sasa aliuliza swali ambalo pia nilielewa sana ni yule mwandishi wa habari ambaye amekuwa na ushikaji wa karibu sana na bwana Vladimir Putin, anaitwa Pavel Zarubin, ambapo yeye alisema hivi: wewe na viongozi wenzako umemaliza vipunde mkutano wa kilele wa umoja wa kiuchumi wa Eurasia. Wakati huo huo, washirika wetu wa zamani wamefanya mkutano wa kilele wa NATO, ambapo waliamua kuongeza matumizi ya ulinzi hadi 5% ya pato la taifa. Ulaya imejaa miito ya kijeshi na hali ya uhasama isiyokuwa ya kawaida katika historia ya kisasa. Unalitathmini hili linaloendelea katika muktadha gani? Putin akasema, kwanza kabisa, kile kinachoitwa jamii ya magharibi, yaani magharibi kwa ujumla, kama bado inastahili kuitwa ya pamoja, inageuza mambo yote juu chini. Kwa nini? Kwa sababu ongezeko la matumizi ya kijeshi na hali hiyo ya jazba ya kijeshi ambayo umeitaja vinatokana na dhana moja tu, eti Urusi ni ya kichokozi, lakini ukweli ni tofauti kabisa. Mwaka 2022, mwanzo wa operation maalum ya kijeshi sasa umetumika kama mstari wa kuanzia kwa mijadala yote hii. Lakini hakuna aliyezungumza juu ya jinsi tulivyofikia hatua hiyo na ilikuwaje. Ilianza kwao kwa kutudanganya, kutuambia uongozi wa wazi kabisa, walituambia uongo wa wazi kabisa, kama watu wetu wanavyosema, walitupiga chini ya mkia. Kuhusu kutopanua huo muungano wa NATO kuelekea mashariki, ulimwengu wote unajua kuwa walituahidi Urusi kwamba haitasogea hata nchi moja kwenda mashariki, kisha upanuzi mmoja baada ya mwingine ukafanyika.
Tumekuwa tukisema kila wakati kwamba usalama wa nchi moja au kundi la nchi hauwezi kupatikana kwa kuhatarisha usalama wa taifa jingine. Huu ni msingi wa nyaraka za kimataifa ambazo wote tumekubaliana. Lakini kwa vitendo, nini kimetokea? Tumeona upanuzi mkubwa, na katika jambo hili, kila walipotaka kutueleza kuwa tunaona hili sisi kama tishio, wao walisema hamtakiwi kuogopa, hili sio tishio kwenu. Tuliposema kuwa tunaona hili kama tishio, walifanya nini? Hakuna jambo walilofanya. Walitupuuza, wakapuuzia kabisa msimamo wetu, hawajakubali hata kutusikiliza. Sasa sisi ndio tunaojua vizuri kuliko yeyote kile kinachotutishia na kile ambacho hakitutishi. Ni haki yetu kuamua kiwango cha usalama wetu na kutambua hatari zinazoweza kutujia kutoka katika maeneo yoyote yale. Lakini hawakutaka kusikia, wakaendelea tu na mpango wao huo. Je, hiyo si tabia ya kichokozi? Bila shaka ni tabia ya uhasama, lakini magharibi hawataki kukubali katika jambo hilo. Hayo yalitokea hapa Urusi, wakati nchi za magharibi ziliunga mkono vuguvugu la kujitenga na hata kutumia ugaidi dhidi ya Urusi. Hakuna hata mtu mmoja aliyekuwa tayari kuzungumzia ICC waliokuwa ndani ya Urusi. Milipuko ya mabomu huko Moscow na mashambulizi ya hivi karibuni, hakuna aliyejali, bora tu dhidi ya Urusi. Kweli hatukuona haya yote yakitokea? Wao wanaona na kuelewa vizuri, lakini wanaendelea kusema kuhusu uhasama wetu. Waangalie kwanza wao wenyewe. Tuna methali nzuri na inukuu: wanaona kibanzi kwenye jicho la mwingine, lakini hawaoni boriti kwenye jicho lao. Na sasa huku wakizungumzia uhasama wa kubuni wa Urusi, wanaanza kusema eti ni lazima wajihami zaidi. Basi waache wajihami. Twende moja kwa moja kwenye matumizi hayo ya kijeshi. Kama nilivyosema, hoja ya uhasama na Urusi haina msingi wowote. Sisi si wachokozi, ila wao ni wachokozi. Magharibi yao pamoja na wale ambao wamekuwa wakishirikiana katika kufanya uchokozi huyo. Hayo yote yametokea Ukraini. Vipi mtu anaweza kueleza yaliyotokea baada ya mapinduzi ambayo yalidhaminiwa na nchi za magharibi? Walianza kwa kusaini makubaliano kati ya Urusi pamoja na Ukraini ya upinzani. Wakati huo wakaipa Ukraine dhamana. Siku chache baadaye wakasaidia kufanikisha mapinduzi haya, wakayafadhili, kisha wakaungana wazi kuwa walihusika, kisha wakaanza kusema eti Urusi ni ya uchokozi. Hii ni nini sasa? Wao ni wajinga na wanatuona sisi kama watoto. Sote tunajua vizuri kilichotokea Donbas katika miaka minne, vita vya damu dhidi ya raia. Kwa miaka yote hiyo minane tulikuwa tukijaribu kupata suluhu kwa njia ya amani. Tulidanganywa na wamelikubali hilo hadharani. Kansela wa zamani wa Ujerumani na rais wa zamani wa Ufaransa wote walikiri kuwa hawakuwa na nia ya kutekeleza makubaliano ya Minsk. Lengo lao lilikuwa ni kuipatia silaha serikali ya Ukraine. Vita visivyotangazwa vilidumu miaka minne. Ili kukomesha, tulilazimika kutumia jeshi letu baada ya kutambua kwamba uhuru wa jamhuri mbili kwa mujibu wa katiba ya Umoja wa Mataifa kwa hivi sasa umeanza kuvurugika. Lakini hakuna ambaye anazungumza juu ya hayo. Wote wanaanza kuhesabu tangu operesheni maalum ilipoanza tu. Kwa nini? Kama hawana hati ama hawana hatia, hii ni jambo ambalo haliwezekani. Lakini tunasema huu mchezo wa pande moja umefika mwisho. Anazungumza yeye. Anasema wakati wakiongeza matumizi yao ya kijeshi wafanye hivi, lakini hii inaonesha wazi uhasama wao. Kwa nini? Kwa sababu sisi ndio tunatumia kiasi kikubwa sana kwa sasa. 6.3% ya pato la taifa limepelekwa kwenye masuala ya ulinzi. Je, ni nyingi au kidogo? Ni nyingi, na bila shaka mnaelewa. Hili ni changamoto kwenye bajeti yetu, lakini tunaikabili kwa ufanisi mkubwa. Kwa njia hii sipendi kutoa mlinganisho wa kisiasa kwa sasa, kwa sababu za migogoro ni tofauti kabisa, lakini kifedha na kiuchumi, Marekani walitumia 14% ya bajeti yao wakati wa vita ya Korea na 10% wakati wa vita Vietnam. Waliona changamoto ambao walikutana nayo na waliharibu sana kodi za matajiri. Vita ya kwanza walipuuza uchumi, ya pili walikuwa maskini zaidi. Sisi tunalenga uchumi uliokuwa thabiti. Kuhusu matumizi yenyewe, 6.3% ya pato la taifa la Urusi ni sawa na trilioni 13.5 za rubo, wakati pato la taifa letu kwa sasa ni trilioni 223. Unaona gap Je, trilioni 13.5 kati ya 223 ni nyingi au kidogo? Ni nyingi na tumelipa gharama yake kwa mfumo wa bei. Lakini sasa ambacho tunakifanya ni kudhibiti mfumuko wa bei katika taifa letu. Na kama nilivyosema, mishahara inazidi kukua kote katika ukanda wa Eurasia na pia hapa Urusi. Mwaka uliopita ilikuwa ni 9.7%. Kwa miezi minne na mitano ya mwanzo mwaka huu imeongezeka kwa 4% kwa thamani halisi. Hili ni jambo la kuridhisha sana. Na huko magharibi wametutangazia kwamba wamezika mara kwa mara, lakini ukweli ni kwamba wao ndio wanaokaribia kudorora, lakini bado hawachoki kutangaza kifo chetu. Uchumi wetu tumeona unaendelea kukua kwa 4.3% kila mwaka.
4.1 mwaka uliotangulia. Mwaka huu uchumi utakuwa pengine umekuwa kwa kiwango kikubwa zaidi, na uchumi wa Urusi umeyazidi mataifa mbalimbali yaliyopo katika maeneo ya Ulaya. Ukuaji wa uchumi katika mataifa mbalimbali ni 0.9. Nchi za ambazo zina viwanda kama Ujerumani pamoja na Ufaransa zenyewe zinakabiliana na hali ngumu sana ya mdororo wa kiuchumi. Haya ni yale ambayo nimeona muweze kujua juu ya kile ambacho kinaendelea hapo Urusi. Ndio vile nazungumza mara nyingi sana kwamba kama unataka kumuua ndege, basi hakikisha umeandaa mazingira ya kumuokotea. Warusi walijiandaa kupambana na Ukraine, na sio kwamba tu walijiandaa kupambana na Ukraine, walijiandaa kupambana na taifa lolote lile ambalo litashirikiana na Ukraine katika kuidhoofisha Urusi. Na wakati huo huo tayari walijua uchumi wao utayumba kidogo. Lakini jambo jingine ambalo linashangaza kidogo ni kwamba Urusi walianzisha special military operation katikati ya vita kubwa sana ya kiuchumi ambao unatokana na vikwazo ambavyo vimewekwa na Magharibi. Lakini still leo tunaona rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin anasema uchumi wa Urusi unakuwa kwa 4.6, lakini budget ya jeshi la pale Urusi ni 6.3 ya pato la taifa la Urusi, ambao ni sawa na trilioni 13.5 za rubo, kati ya pato la taifa la Urusi kwa mwaka ambalo ni trilioni 223. Vipi huko nyumbani kwenu? Pato lenu la taifa kwenye taifa lenu likoje? Bajeti yenu ya ulinzi ikoje? Mnaweza mkasema na mimi kwenye comment section hapa chini, na hapa ndipo mnapoweza mkagundua kwamba ili uwe mwanaume duniani ni lazima umiliki silaha za nyuklia na uwe na uwezo kiuchumi. Hapo ndipo unaweza kuwa mwanaume kama ambavyo tunaona Urusi walivyo. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.